Hiyo imeisha. Haya, tumemaliza hiyo. Tafadhali chairman nitoka. Chairman. Jambo dakika moja. Jambo tu dakika moja daktari. Mari jimiru wako. Okay, kadi wabuoyo. Takumea miazo muda los. Sawa. Nyauru muda los. Sawa. Ongea tu daktari ndo wako. Wewe. Okay. Basi kolo ya nauru muda los. Wananchi wa Kibera. Hamjambo. ODM. Okuena tulumuda. Wena uru tulumuda losi. Adu. Baru jamani tok daktari. ODM apenji. Ayo urumuda kuna losi. Muda agine. Wananchi wa Kibera. Wananchi wa Kibera, mnanisikiza? Mnanisikiza? Wananchi wa Kibera, leo ni leo. Leo ni gani? Ni leo. Mimi nimekuja Kibera na Kibera ndio ilikuwa chanzo ya mwanzo ya mikutano ya hadhara zote Kenya mzima. Nimeanza na Kibera kwa sababu nilipoteza ndugu yangu rafiki, ndugu yangu ambaye alikuwa party leader yangu, na tumeishi na yeye miaka 80 tukiwa pamoja. Jodala wa poda yuago Raila. Okungeni poda yuago Raila. Emomi aduoge bedroom mar Raila moda yuage ka ema chache bura. Itimorinade okeu gatinga itimorinade. Joey. Raila kila wakati alipotoka nje akirudi hapa Kenya, message ya kupatia Wakenya wote alikuwa anaanza na hapa Kibera. Raila alikuwa akitaka kutangaza tangazo yoyote muhimu, tangazo yoyote Senego onge ngamababu Senego onge ngamababu haya wito. Raila wakati yoyote alipokuwa anataka kutangaza kitu muhimu kwa Wakenya alikuwa anaanza na Kibera hapa. Kwa hivyo Kibera kwa historia yetu ya Kenya ya siasa ni muhimu zaidi. Hata wakati tulikuwa tunafanya demonstrations, Kibera ndio ilikuwa line ya mbele kwa kufanyia Wakenya demonstrations ya kupata uhuru. Kwa hivyo watu wa Kibera, mimi nilionea ya kwamba nianze mikutano yangu zote za Kenya hapa Kibera siku ya leo kwa makumbusho ya Raila, kwa sababu hii ndio ilikuwa bedroom yake. Sisi tumetoka Kilifi jana, na tuliporudi hapa Nairobi niliamua mkutano yangu ya kwanza ya hadhara itakuwa hapa Kibera. Na hii mkutano maana yake na umuhimu yake umuhimu ya hii mkutano ni ya kwamba sisi tumeamua tukiendelea mbele
vile baba Raila Amolo Odinga alituacha kwa broad based government. Tumekuja hapa kutangaza ya kwamba tutakuwa hapo mpaka 2027, lakini mbele ya 2027 tutajadiliana na vyama vingine, kwa sababu hatuwezi kungojea mpaka siku ya uchaguzi. Ni lazima sisi kama chama cha ODM tujitayarishe, na tunaweza kujitayarisha tukiwa tumekuwa na umoja, na sisi lazima tuendelee pamoja, na hatuna nia ya kufukuza mtu yoyote kwa chama. Mtu akitaka kutoka kwa chama aondoke mwenyewe, anaondoke peke yake. Lakini sisi kama ODM, sisi tunataka tuimarishe chama yetu, na tutaanza mazungumzo na vyama vingine, lakini tukiwa pamoja ndio tutakuwa na nguvu, na tuta negotiate na hawa from a point of strength, not from a point of weakness. Sisi ndio chama kubwa. Sisi ndio chama kubwa Kenya mzima kushinda vyama vingine vyote. Hatuwezi kwenda kwa mesa kuongea na wengine tukiwa wanyonge. Tukiongea sisi tutaongea kama chama shujaa, chama kubwa, chama ya Raila, na tutaweka kila kitu kwa meza. Hii serikali tulikuwa naye Raila alituweka, walikuwa wanyonge, walikuwa karibu kuanguka. Lakini tukiendelea mbele, sasa tutakuwa na chama kwa serikali ambaye sisi pia tutaunda. Kwa serikali ambaye sisi pia tutakuwa na sauti zaidi, na serikali ambaye sisi tutakuwa na haki ya kudemand haki zetu. Kwa hivyo ndugu zanguni, na wangapi wamekubali tuendelee kuimarisha chama yetu ya ODM? Wangapi wamekubali? Wainue mkono. Mbona watu wa nyuma huko hawainui mkono? Asante. Mimi leo nina furaha tele, kwa sababu inaonekana watu wa Kibra wana hamu ya mikutano. Hawajakuwa na mikutano ya hadhara kwa muda mrefu. Ndio mimi naona watu wamekuwa na agility kubwa, lakini mbele hivyo tutaendelea kuwa pamoja. Asante sana, na Mungu awabariki. Mungu sasa wale tutawaongezea. Mimi nitawapatia shilingi 3,000,000 wale ambayo manyumba zao, 3,000,000 wale ambayo manyumba zao zilibomolewa leo asubuhi. Nitawapatia 3 million on top ya ile ambayo ilikuwa imetolewa. Asanteni sana.